Karibu katika makala ya M24. Leo hii tunakwenda kuyaangazia maisha halisi ya wafanyabiashara wadogo na machinga jijini Arusha. Jiji la Arusha linalojulikana kama Geneva ya Afrika kutokana na kuwa makao makuu ya taasisi mbalimbali za kimataifa, ni moja ya miji yenye kasi kubwa ya ukuaji nchini Tanzania. Ni kitovu cha biashara, utalii na mikutano. Lakini ndani ya mandhari ya mlima na mandhari nzuri ya Meru na Kilimanjaro kuna simulizi nyingine, simulizi ya maisha halisi ya wafanyabiashara wadogo na machinga wadogo ambao wanapambana kila siku kuhakikisha wanamudu maisha yao. Sauti hii unayosikia ni kutokea kwa Samuel, au unaweza kuniita Samuel, lakini wafanyabiashara hao wadogo walifanyiwa mahojiano na Ana Kimambo, mwandishi kutokea M24. Karibu uisikilize makala yetu hii ya M24. Kwa majina naitwa Daniel J. Marebo. Kazi wa Arusha. Kama unavyoona ni biashara yangu. Biashara yako ukifanya kwa muda gani pengine? Sasa na miaka 4 sasa. Fanya hii biashara dagaa. Mimi nauza dagaa wa Nyasa, kutoka ziwa Nyasa. Safiri kutoka Nyasa naleta hapa Arusha. Yeah. Biashara hii pengine imekunufaisha nini kwanza umeweza kufanya labda kwa hiyo miaka ambayo umefanya mpaka sasa imekunufaisha nini? Hii kupitia hii biashara nina familia yangu ambao naihudumia na watoto 3 ambao 2 wako shule na wasomesha. Na shukuru Mungu na familia yangu naisaidia kupitia hii biashara hii. Changamoto? Changamoto iliyopo kwamba hii biashara yetu maana sisi ni kama machinga. Tunapita mtaani, sasa tunauza, maana tunategemea tukutane na wateja wetu kwa maeneo yaliyo katikati ya mji kama hivi. Lakini sasa changamoto iliyokuwepo kubwa kwamba manispaa hawajakubaliana sisi tuweze kufanya biashara ya kutembea kama machinga. Kwa hiyo tunakamatwa na mgambo, unafungiwa mzigo, kwenda kutoa kule ni fine 50,000. Unakuta saa hiyo kipato chako hakijafika 50,000 kwa siku, kwa hiyo unarudi nyuma kiuchumi. Kwa hiyo tunakimbia hata ile wateja wenyewe wamezoea kuona sehemu fulani hawakuoni tena. Na nini sasa cha kuiambia serikali? Mimi naishauri serikali, mfumo wa ajira sisi hii nchi yetu tunaujua. Ingetuachia sasa kama machinga na sisi tukawa na mazingira, ikawa na sera tu nzuri kwa ajili ya hao machinga ambao sisi tunazunguka barabarani, na sisi tuweze kukutana na wateja wetu kufanya biashara zetu. Iwe tuna sera ambayo itakuwa rafiki kwa upande wetu sisi, kuliko kukimbizana na mgambo kila siku. Tukikamatwa tunapigwa faini kubwa ambao hatuwezi kulipa, unakuta majukumu yanaongezeka. Naitwa Blanina Rafaeli, ni mjasiriamali mdogo. Kazi hii mimi inanisomeshia watoto, wanakula, nalipa kodi ya nyumba, saidia na familia yangu kwa ujumla. Umefanya kazi kwa muda gani? Nikipiga mahesabu mwaka wa 7 huu. Changamoto gani ambazo umepitia? Hamna changamoto yoyote ninayopitia. Unajua kazi yako ukiipenda, changamoto utakayopita. Kama hautaipenda kazi yako, lazima uone changamoto. Unaomba mwanamke ambaye atakujishughulisha kazi. Mwanamke ambaye kujishughulisha atoke nyumbani aje apambane kama wanawake wenzake barabarani.